Baraka TV, mwanga wa matumaini na ukombozi. Cha Nilikotoka. Karibu katika kipindi cha Nilikotoka. Na mtazamaji wa Baraka TV, karibu sana sehemu yetu ya pili katika kipindi kizuri kipendacho cha Nilikotoka. Kumbuka uko nami Mboka Mjafula na mazungumzo yetu tunaendelea na mchungaji Zova ambaye ni mstaafu. Tunaendelea kujifunza mengi sana katika safari yake nzima ya maisha, lakini safari yake nzima ya utumishi ama ya uchungaji. Twende mbele tupate mengi zaidi. Lakini unaporudi mwaka wa 4 sasa, unapokuwepo mwaka wa 4 ndipo unaanza kujua uchungaji. Hali ya ushirika sasa na mambo ya uchungaji na matatizo ya uchungaji na mshahara wa uchungaji, unaanza kujua pale wito wa uchungaji. Nadhani ule mwaka ndio hasa, sijui Kiswahili sana, lakini Kiingereza tunasema impart. Yule kuna kuimpart na unakuweka kujua uchungaji na kwenda kufanya nini. Miaka hiyo mitatu imekwisha, umekuja mwaka wa mazoezi, mwaka wa 4. Na mwaka ule namshukuru sana Mungu, nilipelekwa Mwaya hapa Kyela Tenende, chini ya mchungaji Yona Mwaitelele, baba yake huyu aliyekuwa mwenyekiti Clement. Na yule alikuwa bwana mdogo wakati ule. Nilikaa nyumbani mwake na alinifundisha uchungaji kweli. Mwaka mzima huko. Mwaka mzima. Na ule mwaka ulikuwa mwaka wa mafuriko. Nakumbuka sana. Yaani pale Tenende ndio makao, lakini kanisa lilikuwa Mwaya kama maili 4 maili 5. Ndio unakwenda kanisani. Unatembea kwenye maji. Ufike kanisani ndio ukavae nguo za sawa kwa ajili ya ibada. Lakini mchungaji Mwaitelele na mshukuru sana, alinifundisha uchungaji. Alikufundisha uchungaji kweli? Alinifundisha kazi ya uchungaji. Ukamaliza mwaka mzima? Nikamaliza mwaka mzima, nikarudi. Sasa kulikuwa na changamoto zozote pale ukiwa kwenye mazoezi, labda mchungaji? Ugumu gani uliona wakati huo? Hapana. Changamoto labda ugumu niliona ni maana nilikuwa nimetoka Mbozi, hakuna mtu. Hao walinipata, lakini mama yangu alikuwa amenipa kopo la chloroquine kwa ajili ya kuzuia malaria. Kukawa natembea na kopo la chloroquine. Kwa hiyo malaria haikunisumbua sana. Aliniambia kila wiki una meza. Wacha. Na nilikuwa na meza. Kwa hiyo malaria haikunisumbua sana. Lakini kitu ambacho kilinisumbua kama nilivyosema ilikuwa ni mafuriko. Yale mafuriko hayajatokea. Mpaka mwaka hii nasikia, lakini hayajatokea. Hebu tuambie ilikuwaje hayo mafuriko? Yaani kwa sababu Tenende karibu Mwaya ni bonde. Kwa hiyo wenyeji wanalala ghorofani, wanapika ghorofani, wanashuka tu hapa kama nataka kutoka maji mpaka kwenye magoti. Lakini Tenende tulijua hapakuwa ni sana na mafuriko. Mafuriko yalikuwa unapotoka Tenende na kwenda kanisani na kuwatembelea Wakristo. Maanake uchungaji ni kuwatembelea Wakristo nyumbani mwao na kujua mazingira yao. Hapo palikuwa maji matupu, maji kwenye magoti, na unakwenda kuona Wakristo. Na mimi sijazoea mambo. Mbozi hakuna mafuriko. Mbozi. Umeenda Mbeya shuleni hujakutana na mafuriko.
Umeenda Makumila hujakutana na mafuriko. Lakini nilikutana yale mafuriko yalikuwa moja. Lakini raha yake ilikuwa sana. Raha yake ilikuwa samaki. Hizi mbasa tulikuwa tunakula. Na mimi sasa sijazoea, nilikuwa nakula ugali kidogo lakini mbasa kwa wingi. Basi hiyo, lakini changamoto iliyonipata sasa ule mwaka 69 ninapomaliza. Unapomaliza chuo? Ninapomaliza chuo tulikutana na kisanga. Kisanga gani? Tujue. Kwa kawaida tulikuwa tunakwenda maili 5 hospitali. Kwenda kwa maili 5 kutoka chuoni. Sasa kama nilivyosema, na siasa imekolea, tukaambiwa gari ya chuo ipo, tunatembea. Kwa hiyo tukaanza kuomba gari ya chuo inatupeleka hospitali. Sababu gari ipo. Na lakini tulichofanya kama wazalendo, tulianza kazi ya kujitolea kulima shamba. Sasa tukaambiwa tuwe tunachangia hela katika kulima shamba wakati tunalima shamba, na mambo mengine machache ambayo hatukufurahi kama vijana tani useli. Basi tukaona ni kama tunaonewa, lakini alikuwepo mwalimu mmoja ambaye sijasahau, alikuwa anaitwa Oladipo. Yule mwalimu alileta ukoloni sana, alikuwa ni Marekani, alileta ukoloni sana pale. Basi tukagoma. Sasa tulipogoma, kwa sababu Makumila ilikuwa ni chuo ambacho nadhani katika Afrika leo kilikuwa cha pekee kinachotoa elimu ya juu ya filolojia. Walikuwa wameanza kutoa diploma pia. Kwa hiyo Wajerumani walivutwa sana na walikuwa wanaweka hela yao pale. Wakatangaza kwenye redio Deutsche Welle kwamba wanafunzi wamegoma kwa sababu hawataki kula kwa umma. Wamegoma kwa sababu hawataki kula kwa umma. Ilikuwa na maana gani hiyo? Sijui walitaka kufanya nini, lakini tuligoma kwa sababu chakula kwa kweli tulichokuwa tunapewa hatukuridhika nacho. Pesa ilikuwa inatolewa na chakula tulichokuwa tunapata hatukuridhika nacho. Kwa hiyo kweli siku ile hatukula. Tulichukua chakula na nini, tukaandamana kwenda polisi. Na bahati nzuri principal alikuwa amejua hili, akaita polisi. Sasa tulipofika pale tukaacha vile vyombo na sisi tukaondoka. Polisi walipokuja wakakuta tumelala. Lakini hilo jambo lilikuwa gumu sana. Karibu robo 3 ya wanafunzi walifukuzwa, kwa sababu kama mtu mmoja anakuuliza na nini, robo 3 walifukuzwa na wachache sana walibaki. Kwa hiyo tukarudishwa nyumbani. Na wewe ukiwemo? Na mimi nikiwemo. Ukarudishwa nyumbani. Na huku tulikuwa na Fumbo alikuja kwa mchungaji, lakini hakurudi. Fumbo, Bernard Fumbo, na yeye tulikuwa naye. Sasa mambo yaliwekwa sawa, wengine walirudishwa, wengine hawakurudishwa. Wewe ulirudishwa? Bernard Fumbo hakurudishwa, mimi nilirudishwa. Nilikuwa na Anyisire Makataji, yuko Isanga. Baadaye alikuwa hakimu, yeye hakurudishwa. Basi nilirudishwa, nikamaliza masomo yangu mwaka 70 sasa. Ngazi gani hiyo sasa? Cheti. Vigezo vya kukurudisha vilikuwa ni nini? Sijui kwa sababu huko sikuwepo. Ila walinirudisha. Na nilipewa barua. Nilichosikia ni kwamba walinirudisha kwa majaribio, ni kama nilikuwa mmoja wapo kati ya wanasiasa. Lakini namshukuru Mungu nilimaliza. Ngazi ya cheti ukamaliza? Nikamaliza. Nilipomaliza
kulikuwa nategemewa kwamba ningekuwa chaplain Rungwe, lakini tulimaliza mwezi wa 11, mwezi wa 11 mwishoni, mchungaji Mwafyela akajitenga kwa Isonge. Kwa hiyo akamchukua mchungaji Siwingwa kutoka Msangano akamleta Isonge, na mimi nikapangiwa kwenda Msangano. Ukarudi nyumbani. Wakati najiandaa kwenda kwa chaplain, nikapata barua ya husu kwenda Msangano. Kwa hiyo nikapelekwa na mchungaji Mwamlima kwenda Msangano, nikawa mchungaji wa Msangano. Ushirika Msangano. Mwaka gani huo mchungaji? Mwaka 1970. Nimemaliza chuo mwezi wa 11, mwezi wa 12 tarehe 20 napelekwa Msangano. Ukaanza maisha ya uchungaji Msangano. Nikaanza uchungaji, lakini namshukuru sana Mungu. Pale ndipo nilipoanza kujifunza uchungaji sasa, kwamba yale niliyosoma shuleni hayapo katika shirika, yalibaki kwenye vitabu. Nikakuta wazee, na mimi nilikuwa ndio mchungaji wa kwanza mtoto katika wachungaji 11 wazee baba zangu. Kwa hiyo wale watu walizoea aina fulani ya wachungaji. Na wewe ukawa mchungaji mdogo, mwenye umri mdogo pale. Mchungaji mdogo akawa ananishangaa. Wewe mtoto vipi huyu? Umekuja huyu mchungaji? Jimbo linataka kufanya nini? Na mke wangu alikuwa mwembamba sana, akasema ni mdogo wake. Ulikuwa umeshaoa? Lakini nilikuwa nimeshaoa. Ilikuwa lazima nioe. Wakati ule huwezi kuanza uchungaji bila kuoa. Lakini nilioa kwa sababu moja kubwa. Mwaka ule wa 69 mama alikufa mwezi wa Juni. Kwa hiyo nilibakiwa na dada yangu, nikabakiwa na mdogo wangu. Lakini dada yangu alikuwa ameolewa, ila nyumbani nilibaki na mdogo wangu. Kwa hiyo mwaka ule mwezi wa Juni, mwezi wa Julai baba akafa. Kwa hiyo nikabaki sasa peke yangu. Yako wewe ndo mkubwa na mdogo wangu. Na mdogo wako mmoja. Kwa hiyo nikashauriwa kuoa. Kwanza, huwezi kuanza kazi ya uchungaji bila kuoa. Pili, nyumbani sasa nitapata kazi. Unakumbuka ulikuwa na umri gani? Nafikiri nilikuwa na miaka 23. Ukawa umeoa, unaenda Msangano. Kwenda Msangano. Wazee wamekupokea, wanakushangaa. Pale nyumbani akabaki. Sasa huyo dadangu alikuwa ameolewa, lakini wakaachana na mke wake. Kwa hiyo akabaki pale dadangu na huyo mdogo. Na mimi nakwenda Msangano kama mtoto. Unakwenda kule, wazee wenyewe wanakushangaa. Mtoto. Washirika wanakushangaa. Lakini ninamshukuru Mungu pia kwamba wakati ule Msangano hakuna usafiri. Ile gari iliyonipeleka ya Mwamlima akiwa provincial nilikuwa gari ya mwisho kusikika kule. Ninapopeleka sanduku la umoja Rungwe, ninatembea mpaka Kakozi. Unatembea mpaka Kakozi. Ukifika Kakozi unapanda gari. Takriban masaa 3. Unapanda milima. Unapanda basi ya kutoka Sumbawanga Lerwe. Unakwenda Mbeya, unapanda Zarungu, unashuka Kikota, unatembea pale napo kama kilomita 4-5 kupeleka sanduku la umoja na kuchukua mahitaji ya mchungaji, mshahara wako. Ulikuwa unaenda mara ngapi kwa mwezi? Mara moja. Mara moja. Unapeleka sanduku la umoja,
unarudi na posho yako na kwenda kufanya kazi. Na ushirika wa Msangano sasa hivi una mitaa mitatu kwa sasa, kwa sababu ulikuwa unapakana na Tunduma, ulikuwa unapakana na Mbozi, ulikuwa unapakana na Isalalo, na huku kusini magharibi ndio unapakana na Wakatoliki Mkurwe. Kwa hiyo unatoka Msangano unakwenda mpaka Chirumo, takriban maili 40. Sasa ule ujana ulinisaidia kwenda Chapi kidogo, na wakati ule hakuna gari na mazingira ya kutembelea baiskeli, labda kama tairi ni mpya kabisa, unaweza kutembea maili 1 utapata joto lilikuwa ni kali sana, tofauti na kipindi. Kwa hiyo ndio maisha niliyokuwa nayo. Kwa hiyo nimetembea kwa mguu ya kutosha na timu yangu ya vijana nimepata vijana wenye maana, wenye nguvu, wanaopenda kazi. Ushirika wa Msangano kazi Msangano. Na kitu kilichowashangaza ni kimoja, nilikuwa nacheza mpira. Mchungaji kucheza mpira ilikuwa ni ajabu, lakini kwa sababu ni mtoto alikuwa ananihurumia. Lakini nilijifunza uchungaji kweli, na mimi napenda mpaka leo ile kazi ya kunipeleka Msangano imenisaidia sana katika uchungaji. Imekusaidia sana katika uchungaji wangu. Changamoto kubwa ya kuchunga ule ushirika kwa mara ya kwanza, na ulikuwa bado ni kijana mdogo na umetoka chuoni, ilikuwa ni nini hasa? Changamoto kubwa ilikuwa ni mwenyeji. Kama nilivyosema, ulikuwa ni ushirika mkubwa. Walikuwa wanaanza ibada saa 6 saa 7 mchana, saa 6 saa 7, kumaliza saa 10 saa 11. Mchungaji ni mzee na wenyewe ni wazee. Vijana walikuwa wachache sana. Kwa hiyo niliwaomba kwamba ibada tutaanza saa 4 asubuhi, licha ya kwamba walikuwa wanatoka mbali. Kama wanatoka mbali wanakuja wanalala. Tunaanza ibada saa 4. Ibada ya kwanza ilianza kama ilikuwepo saa 4 na wenyeji, lakini ibada ilianza kama saa 5. Lakini ni ibada ya mwisho wa mwezi wa 3 saa 4 alikuwa naanza, na walichokipenda naanza saa 4 tunamaliza saa 7 watakwenda zao nyumbani. Kwa wakakubali kwamba wale wanaotoka mbali waje walale kanisa. Sasa walikuwa hawalali. Asubuhi sawa wanalala. Wakisha lala saa 4 tunaanza ibada, saa 7 tunamaliza, saa 12 saa 1 wengi wamerudi nyumbani. Wanaochelewa wanafika saa 2 saa 3. Kwa katafakari kwamba hilo liliwafurahisha. Kama tunawahi kuondoka. Lakini kwa mazoea ya wachungaji wazee, hata mkienda kwenye ibada akitaka, walikuwa navuta sana ugoro, wanaombana ugoro kanisa. Mfwenele katichi anampa, anavuta, wewe unaendelea na ibada. Ikifika saa ya sadaka wanaombana sadaka, wanagawana. Na kama alileta miindi miwili, anampa mwindi mmoja. Kwamba sionekana amekaa kwenye. Sasa hiyo niliona ni changamoto. Lakini tulikwenda, baadaye walinielewa na walianza kutoa. Lakini mapato yalikuwa kidogo sana. Ukaanza kutoa elimu. Wakaanza kutoa elimu. Na mimi nilikuwa napata shilingi 20,000. Mwaka gani huo? Mwaka 72.
napata 20,000. Na sio kwamba walinionea, lakini wakati ule mshahara ulikuwa unalipwa kulingana na elimu. Kwa hiyo sisi watu wa Makumira angalau tulikuwa tunapata mshahara mkubwa kuliko watu wa Kongo na wale walio. Nimekwenda nazo, zilikuwa fedha nyingi sana, kwa sababu mondo unanunua kwa shilingi 20. Sio 20,000, shilingi 20. Nauli nakumbuka kwenda Rwanda shilingi kitu kama hiyo. Kwa hiyo maisha yalikuwa mazuri, lakini changamoto niliyoipata ni hiyo ya wazee kukubali mabadiliko, muda, maisha. Na unajua Wanyiha na Wanyamwanga ni pombe ni chakula. Hilo nalo lilikuwa ni gumu sana kuwabadilisha, lakini nilizidi wakubali. Na baada ya hapo mwaka 72 Desemba nilihamishiwa kuja Panda Hill. Ulikuwa umekaa muda gani pale? Pale nilikaa kama miaka 2-3. Sana 71 na 72. 72 mwishoni ndio nikahamishiwa Panda Hill ya Songwe. Lakini pale sikukaa muda mrefu. Pale nilifika pale tarehe 23 nikawa Christmas, lakini mwezi wa 6 nikahamishwa sasa kupelekwa Chunya, chuo cha uchungaji. Chunya. Ulienda kama mwalimu? Na huko tuseme katika sasa vyuo vya uchungaji au walimu, ndiko maisha yangu yote ya uchungaji ni kama yamemalizika pale chuoni. Chunya sikukaa muda mrefu. Chunya nilikaa 73, 74, 75, 76. 76 mwishoni nikaletwa kwa mchungaji wa wanafunzi hapa Mbeya, student pastor. Lakini sikukaa sana, nikapata nafasi ya kwenda kusoma tena Makumira. Karudi tena kwa awamu ya pili kusoma Bachelor of Divinity. Karudi kwa mara ya pili. Kwa 77 nikaondoka kwenda Makumira. Familia kama maacha wapi sasa? Familia ilibaki hapa kwenye nyumba ile. Hiyo nyumba kabla hatujajenga hili nilinunua ile nyumba nikiwa student pastor. Kwa sababu wakati ule tumepata jimbo, marehemu Waweza akiwa makamu, ile nyumba pale hostel ya mwisho pembeni ilikuwa nyumba ya wachungaji. Kwa hiyo akaombwa ahamie pale kwa ajili ya ofisi. Kwa ajili ya ofisi. Asitoke nyumbani kwake, akae pale. Kwa hiyo na mimi wakati ule nikapelekwa, nyumba zilikuwa za mwisho napokwenda Ziwa. Sasa sikufurahi, kwa nikajenga hapo, kwa nikaacha familia hapa, nikaenda kusoma. Ukaenda Makumira tena? Makumira nilipata bahati moja. Tunaposoma cheti nilisoma somo la Kiyunani. Kwa hiyo niliwafurahisha. Na kitu kilichonisukuma kurudi Makumira, Dr. Kyumu alipoitwa kwenda kusoma, mimi nilipelekwa pale kama badala yake. Na nilipopelekwa Chunya, kulikuwa na research inaitwa Church and Marriage, Church Research on Marriages in African Colonia. Na Kyomo alipewa mada. Sasa alipoondoka, nafika pale wakanidaka, nikapewa na mkutano ulikuwa Kampala jana. Basi ndio kitabu hiki siko na la kujitetea.
nikaanza kuandika. Nilipewa topic mbili, nikaandika, nikaenda Uganda, Kampala. Kwa mara ya kwanza nimekwenda Kampala kushiriki. Nimepanda ndege kwa mara ya kwanza kwenda Kampala, Uganda. Kampala kushiriki katika utafiti wa Church and Marriage in Eastern Africa. Mtazamaji wa Baraka TV, kitabu ndio hiki sasa. Naona bwana, kitabu ndio hiki ambacho ilikuwa mwaka gani mchungaji? 64 kwa mara ya kwanza nikapanda ndege. Kwa mara ya kwanza nikaingia Uganda 74. Hapo umetoka Chunya sasa. Lakini kulikuwa na changamoto. Ni wakati wa Idi Amin. Kwa hiyo Yamini tulionywa usitembee peke yako. Usitembee kwa sababu Mtanzania Mtanzania ukishikwa atadai fidia kubwa kukukomboa. Ilikuwa kama Watanzania kutoa kutoka Kenya, kutoka Makubira, kutoka Sentiment, ni kama wani. Kwa hiyo Uganda tulitahadharishwa tusitoke, ikiwa lazima tutoke katika kundi, sio mtu mmoja. Kwa sababu alisema hata humu mwenye majani humu bado wakati ule tulikutana Gaba kwa Katoliki, wanasema bado mna maaskari humu anaweza kukuteka. Na kwa mara ya kwanza nikamwona Idi Amin uso kwa uso. Alikuwa pande la juu. Alikuwa pande. Ulimuona upande gani? Alikuja kufungua kikao. Alikuja kufungua kikao. Na akasema kwa heshima, nimefurahi Watanzania wasimame. Tukasimama sasa. Wakatupiga makofi. Akatupa na zawadi. Sikumbuki zawadi gani. Lakini walisema sio kwamba nawapa zawadi, lakini ni njia moja kwamba nataka kuwaona na askari wake wamekwepo waone. Kwa hiyo tulikaa kama wiki moja. Lakini kikawaida mlikaa kwa hofu sasa sana. Na hata unaposema mle ndani unasema kwa uangalifu, lakini kwa sababu nilikuwa na topic mbili. Moja ilikuwa sex revolution, mapinduzi ya sex katika ulimwengu tulionao, katika kanisa, na usawa katika ndoa. Basi hayakugusa nchi na mimi, lakini tulionywa hivyo na nilifurahi kumwona, lakini tuliishi kwa hofu na gharama zilikuwa kubwa sana. Ukamaliza siku ngapi hapo Uganda? Tulikuwa na wiki moja. Ukarudi Tanzania? Ukarudi Tanzania, maisha yakaendelea Kenya. Na wakati ule pia tulikuwa na umoja wa vyuo vya theolojia katika Afrika Mashariki. Na mimi sasa nikaambiwa nitakuwa nahudhuria mkutano wa kwanza. Tulikuwa Limuru, alafu mkutano wa pili pia tulifanyia Uganda. Lakini wakati huu ikawa ni nadhani Idi Amin ameondoka, tukaendelea na raha zetu. Kwa hiyo tumeendelea na maisha pale Chunya, nikiwa mwalimu, nikifurahia ujana wangu na nikafurahi nikawa afisa taaluma kwa chuo. Kwa hiyo nilipotoka Chunya ndio nikaja Mbeya kwa student pastor. Kutoka Mbeya Sabina nikarudi tena Makubira kujifunza. Na kwa sababu ya kile Kiyunani, sikuanza muhula wa kwanza, nilianza mwaka wa kwanza muhula wa pili. Kwa hiyo sijasoma miaka mitatu
Nimesoma kama miaka 2 na msikilizaji na mtazamaji wa Baraka TV, tukutane tena wakati mwingine, sehemu yetu ya 3. Kwaheri. Cha Nilikotoka. Karibu katika kipindi cha Nilikotoka,